zote ili kusaidia. Mtumie vyombo vya dola mkafanya investigation. Watoto hao wamekufa kwa uzembe wa swimming pool, kwa sababu mwalimu angekuwepo hapa, mtoto wa kwanza angekufa, angemwokoa, mpaka wa pili anaondoka. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 10 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. Hapa ni katika wilaya ya Rumeru kwenye kijiji cha Kimnya ambako mtoto Ebeneza pamoja na Abednego ambao walifariki kwenye hoteli ya Kilitach, ambako huko walikuwa wanaogelea kwenye swimming pool. Miili yao imepumzishwa leo katika nyumba zao za milele. Katika mazishi hayo, mamia ya wananchi wengi wamejitokeza kwa ajili ya kuaga miili hiyo, huku huzuni na vilio vikitanda katika eneo hilo la msiba. Lakini walizungumza viongozi mbalimbali ambao walitoa wito kwa serikali, ikiwemo mwenyekiti wa halmashauri ya Arusha DC Baraka Simon, kuhakikisha kwamba hatua zinachukuliwa dhidi ya uzembe ambao umetendeka mpaka kutokea kwa vifo hivyo. Lakini mbunge wa jimbo la Rumeru Magharibi pia alikuwepo pamoja na viongozi mbalimbali wa kiserikali. Serikali mtumie vyombo vya dola mkafanya investigation. Watoto hao wamekufa kwa uzembe wa swimming pool, kwa sababu mwalimu angekuwepo hapa, mtoto wa kwanza angekufa, angemwokoa, mpaka wa pili anaondoka. Naomba serikali, nendeni mkafanya uchunguzi vifo hivi. Baba mchungaji, tunasema kila siku kwamba Bwana ametoa, Bwana amechukua. Hii Mungu hajaruhusu uzembe huu. Wangekuwepo pale, mtoto wa kwanza anakufa, angemwokoa kwanza, anakufa wa pili. Wako hapo wasimamizi wale, tunamwonea Mungu kasi, tunasema eti Mungu amechukua. Hii sio Mungu. Asante. Baada ya kusema hayo, ndugu yangu, Mungu akutie nguvu sana. Yeye kama wewe wenye matumaini, Mungu atakuongezea zaidi ya hawa. Kuzaliwa. Marehemu Abednego Joakim alizaliwa tarehe 27 mwezi wa 3 2013 katika hospitali ya Selian wilaya ya Rumeru, kwa sasa ni Arusha DC, mkoa wa Arusha. Elimu. Marehemu Abednego Joakim alianza masomo ya awali katika shule ya msingi Kimnya kwa kipindi cha miaka miwili kutoka 2017 hadi 2018. Baadaye aliendelea na elimu ya msingi katika shule ya msingi Kimnya kuanzia 2019 hadi 22 kwa madarasa manne. Mnamo mwaka 2023 alihamia shule ya Bluebell English Media, ambapo hapo alimaliza elimu ya msingi mwaka wa 2025. Hata alipofaulu na kupangiwa kujiunga na shule ya sekondari Mringa, na alitarajiwa kuanza masomo yake ya sekondari mwaka huu Januari 26. Imani ya Kristo. Marehemu Abednego alibarikiwa katika kanisa la Baptisti wa Motonyi mnamo mwezi wa 7 mwaka wa 2013, ambapo ameendelea kusali huko mpaka mauti ilipomkuta. Kifo. Marehemu Abednego alifariki dunia kwa ajali ya kuzama kwenye maji swimming pool katika hoteli ya Kilitach maeneo ya Sakina karibu na Arusha Meet tarehe 7 mwezi wa kwanza 2026 majira ya mchana. Shukrani. Shukrani ziwaendee madaktari na wauguzi wa hospitali ya St. Joseph Arusha kwa jitihada zao za kuokoa maisha ya watoto wetu bila mafanikio. Shukrani zingine ziwaendee ndugu, jamaa na marafiki wote waliofika eneo la tukio la hospitali ya St. Joseph pamoja na jitihada za kuhifadhi mwili katika hospitali ya mkoa wa Mount Meru. Vile vile tunawashukuru waombolezaji wote kwa ushirikiano na faraja mliotupatia. Mwisho,
Akasema mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Historia fupi ya maisha ya Ebeneza Joakim Meng'oru leo tarehe 10 mwezi wa kwanza 26 kuzaliwa. Marehemu Ebeneza Joakim alizaliwa tarehe 14 mwezi wa 12 tarehe 14 mwezi wa 12 2016 katika hospitali ya Selian wilayani Arumeru, kwa sasa ni Arusha DC, mkoa wa Arusha. Elimu. Marehemu Ebeneza Joakim alisoma elimu ya awali kipindi cha miaka 2 katika shule ya Bluebell English Medium kuanzia 21 hadi 22. Mnamo mwaka wa 23 alianza elimu ya msingi, ambapo mwaka 2025 alikuwa amefika darasa la 3 na alitarajiwa kuendelea na masomo ya kuanzia Januari 26 kwa darasa la 4. Imani ya Kristo. Marehemu Ebeneza Joakim alibarikiwa katika kanisa la Baptisti wa Motonyi mnamo mwezi wa 4 mwaka 2017, ambapo ameendelea kusali huko mpaka mauti ilipomkuta. Kifo. Marehemu Ebeneza Joakim alifariki dunia kwa ajali ya kuzama kwenye maji swimming pool katika hoteli ya Kili Touch maeneo Sakina karibu na Arusha Miti tarehe 7 mwezi wa kwanza 2026 majira ya mchana. Shukrani. Shukrani ziwaendee madaktari na waguzi wa hospitali ya St. Joseph Arusha kwa jitihada zao za kuokoa maisha ya mtoto wetu bila mafanikio. Shukrani zingine ziwaendee ndugu, jamaa na marafiki wote waliofika eneo la tukio la hospitali ya St. Joseph pamoja na jitihada za kuhifadhi mwili katika hospitali ya mkoa wa Mount Meru. Vile vile tunawashukuru waombolezaji wote kwa ushirikiano na faraja mliotupatia. Mwisho, akasema mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Kwa kweli msiba unauma sana huu. Mungu awatie moyo, Mungu awape nguvu tuweze kustahimili na kuvuka. Yanaumiza mno. Joakim na familia, poleni sana. Poleni mno. Na sisi kama binadamu hatuna ya kuyaongea haya, kwa sababu watumishi wa Mungu na maandiko yanasema kila jambo na wakati wake. Kusoma kitabu cha Mhubiri mlango wa 3 mstari wa kwanza kuendelea, inaeleza wazi kwamba kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Kwa hivyo kwa maneno hayo tuendelee kumtanguliza Mungu, kwa sababu ndio faraja pekee na faraja kuu anayejua kuingia kwetu na kutoka kwetu. Pamoja na hayo, msiba huu niliusikia kupitia vyombo vya habari, kupitia kurasa za mtu anaitwa Kusaga, na baada ya kufuatilia kwa undani, kwa kweli kuna uzembe. Lazima tuzungumze ukweli, kuna uzembe. Kuna uzembe wa kibinadamu. Na kabla sijafika hapa, nilipata pia mawasiliano na vyombo mbalimbali vinavyohusika na ulinzi na usalama wetu. Na shauri hili ama jambo hili linaendelea kwa utaratibu wa karibu sana ili kuweza kupata uhalisia wa jambo hili. Lakini pia kuweza kutafuta namna ya kukomesha au kukemea kwa namna moja ama nyingine inapotokea uzembe wa kupoteza maisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo asubuhi hii nilianza kufuatilia kwa kina na nikasikia na nikajua na nikaona. Lakini kupitia hadhara hii au msiba huu, serikali yetu sikivu ya Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia vyombo husika na mamlaka husika, ni vyema kabisa kuendelea kufuatilia kwa ukaribu sana panapotolewa huduma hizi za watoto, kuhakikisha mambo ya msingi ya ulinzi yanazingatiwa. Na maeneo yote yale ambayo mambo haya hayazingatiwi, mamlaka husika zichukue maamuzi ya kusitisha huduma ile. Pamoja na hayo, kwa kuwa shauri linaendelea katika vyombo vyetu, lakini pia serikali iendelee kuongeza jicho la ziada katika hili. Na pale ambapo uzembe umetokea, wahusika bila kupepesa macho washughulikiwe ili iwe fundisho kwa sisi ambao bado tuko hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tutaendelea kufuatilia kwa ukaribu pamoja na michakato inayoendelea, kwamba uhalisia wa jambo hili tunalifahamu, ili basi ituweke macho. Lakini sisi wazazi pia kama kiongozi wa serikali ni tujitahidi sana
kumtanguliza Mungu, lakini tuongeze umakini katika usalama wa watoto wetu, hasa katika maeneo hatarishi. Hata kwenye bembea tu anaweza akadondoka akavunjika au akapasuka kichwa, licha ya kwenye mambo haya mengine sasa ya kuogelea. Ni wasi sana tuwe makini, tuongeze umakini sana, hasa katika kuwafuatilia na kuwasimamia watoto hao. Bado ni watoto, wanahitaji usimamizi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuwe pole sana kupoteza taifa hili changa kabisa, ambalo bado ni tegemeo kubwa sana kwa sisi wa Tanzania. Yumkini wangetusaidia katika nyanja mbalimbali, lakini hatuna budi, lazima tupokee. Lakini lazima kama binadamu na serikali, taratibu za msingi za ulinzi hasa wa watoto tutazingatiwa. Kuhusu yaliyotokea, na mimi sipendi kurudia, niseme tu serikali yenu sikivu inaenda kufanyia kazi yaliyotokea. Maeneo kama hayo yanahitaji wawepo watu wataalamu ambao wanaweza kuwasaidia watu matukio kama haya yakitokea. Na washauri na naungana na ninyi ndugu zangu ni kwamba alivyosema mwenyekiti wetu wa halmashauri, mambo haya yanafanyiwa kazi, naomba tuwe na subira. Narudia, msiba ni mzito, unauma sana, lakini hatuna budi kupokea na kuendelea kukiri kwamba bado Mungu sisi ni Ebeneza. Hata katika hili ataendelea kututunza. Bwana ametoa